Habari za wakati huu, mtazamaji wa Inland TV popote ulipo, karibu katika taarifa yetu ya habari. Tuangazie mkusanyiko wa taarifa mbalimbali tulizokuandalia kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia taarifa hii, jina langu ni Samuel Chem. Karibu. Awali ya yote, tunaanza na muktasari wa taarifa zetu kwa siku ya leo. Serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imesisitiza itaendelea kuhakikisha kuna kuwepo na mfumo wa uhamiaji salama unaolinda usalama wa nchi. Jengo la kanisa la Victory Gospel Assembly lililopo chini ya Askofu Paul Shemsanga limebomolewa kufuatia mgogoro wa muda mrefu wa kiwanja. Na Burundi imeanzisha kesi dhidi ya kundi linalotuhumiwa kufanya biashara haramu ya silaha kwa kutumia nyaraka gushi. Serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imesisitiza kuwa itaendelea kuhakikisha kuna kuwepo na mfumo wa uhamiaji salama unaolinda usalama wa nchi, raia, mali zao pamoja na amani ya kikanda na kimataifa. Katika kufanikisha azma hiyo, serikali imebainisha kuwa fursa za maendeleo ya kiuchumi, ajira, ukuaji wa utamaduni na masuala ya kisiasa zitaendelea kutekelezwa bila kuathiri usalama wa taifa wala kuingilia tunu ya amani na haki za binadamu. Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Patrobas Katambi ameyasema hayo wakati akizindua rasmi mfumo wa uratibu wa kitaifa kuhusu uhamiaji nchini Tanzania, tukio lililoshuhudiwa pia na mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM, Amy Popo. Akizungumza katika uzinduzi huo, Waziri Katambi ameeleza kuwa masuala ya uhamiaji yanalenga kuweka uratibu mzuri kati ya fursa za kiuchumi na ulinzi wa taifa. Uhamiaji ni masuala ya usalama wa raia na mali zao, usalama wa nchi, usalama wa kikanda, kimataifa na ndani ya nchi pia, na ndiyo maana Wizara ya Mambo ya Ndani pia ina dhamana katika hili. Majukumu ya kiuchumi yanalazimu mtu aweze kwenda maeneo mbalimbali katika kutafuta riziki, kutafuta ajira, kutafuta fursa, kuchangamana na wengine, masuala ya kijamii, masuala ya kisiasa, kiutamaduni. Lakini haya yote yafanyike bila kuathiri usalama wa nchi husika, bila kuathiri uchumi wa nchi husika, bila kuathiri raia wa nchi husika, na zaidi kuhusiana kimataifa na kuunganishwa kisheria na kutengenezewa mfungamanisho ambao unazingatia haki za binadamu na unazingatia utu na heshima na maadili. Ni ule uhamiaji ambao unaleta uwekezaji ndani ya nchi, uwe uhamiaji wa faida, uhamiaji unaoleta mitaji, uwe uhamiaji wa faida unaoweza kuleta ajira, lakini pia uhusiano wa masuala ya uhamiaji baina ya nchi na nchi au bara na bara unaoweza kuimarisha na kudumisha usalama wa nchi. Uwe ni uhamiaji ambao unaweza kuruhusu watu wakaenda kutoka nchi A kwenda nchi B au C na D hadi Z, lakini kwa kufuata utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria, na uwe uhamiaji ambao unatambulika kwa mujibu wa sheria. Na pale inapotokea mtu ameenda bila taratibu hizo zilizopo kwa mujibu wa sheria, basi msingi wake ndio huu wa kuhakikisha malengo yaliyowekwa na Umoja wa Mataifa kupitia IOM na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa, zile Global Compact for Migration, ziweze kuzingatiwa katika kulinda maslahi ya wahamaji, lakini pia usalama na haki za binadamu za wahamaji. Lakini mahusiano pia yawepo kupitia nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa katika kuangalia namna gani masuala ya kiuhamaji na uhamiaji yanashughulikiwa. Masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu, ikiwa ni jitihada za kuweza kudhibiti na kutengeneza mifumo rafiki ya nchi na commitment yake katika kuhakikisha
haki za binadamu zinazingatiwa, lakini pia haki ya ile freedom to movement inapewa kipaumbele kama moja ya haki ya msingi za haki za binadamu, na kuitengenezea mazingira wezeshi ya kisheria, lakini pia kuzingatia maeneo ya vipenyo ambayo yapo kwenye nchi mbalimbali. Kuna mipaka rasmi ikiwepo mojawapo ni zile boda zetu za barabara katika ardhi, lakini kuna vipenyo vya anga ambavyo vipo pamoja na viwanja vyetu vya ndege kwa maana ya airports. Utaratibu mzima wa kuwahudumia wahamaji, na pale ambapo wanagundulika wengine hawana nyaraka za kusafiria, nchi zinaweka mipango ipi na mikakati ipi katika kuwasaidia binadamu kwa msingi wa haki za binadamu katika kufikia mahitaji yao na kulinda uchumi. Kwa uhamiaji ni swala la uchumi, uhamiaji ni masuala ya afya pia, na ndio maana leo Director General akitoka hapa atakutana na waziri wa afya. Uhamiaji ni swala la ajira, fursa na mitaji, na ndio maana akitoka hapa atakutana pia na waziri wa kazi. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa IOM Amy Popu ameishukuru na kuipongeza serikali ya Tanzania kwa kuchukua hatua za kimkakati katika kutafuta suluhisho sahihi la changamoto za uhamiaji, hatua inayowezesha uwepo wa mgerereko wa watu unaofuata sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa. Chama cha wafanyakazi wa shughuli za meli na bandari DOWUTA kimepingana na baadhi ya wanaharakati wanaoshawishi kukwamishwa kwa shughuli za uwekezaji katika bandari nchini, kikieleza kuwa uwekezaji huo ni muhimu kwa maendeleo ya sekta hiyo na uchumi wa taifa. Mwenyekiti wa DOWUTA Moharami Manyara ametoa kauli hiyo alipokutana na wafanyakazi wa chama hicho katika mkutano mkuu wa 5 wa taifa wenye kauli mbiu isemayo kauli moja nguvu moja, ambapo amesisitiza kuwa wanasiasa wasiwe sehemu ya kuwavuruga wafanyakazi katika masuala muhimu ya maendeleo ya nchi. Aidha, DOWUTA imekuwa msaada mkubwa kwa serikali kuweza kutimiza dhamira yake ya ukodishaji wa bandari zake, kwani imekuwa ikiunga mkono juhudi hizo hata pale wanaharakati walipoitaka DOWUTA kupinga juhudi hizo. Makofi tafadhali. Ndugu mgeni rasmi, napenda nikuhakikishie kuwa wawakilishi hawa wanaowakilisha wafanyakazi kutoka bandari za TPA makao makuu, bandari Dar es Salaam, Tanga, Mtwara, bandari za maziwa Victoria, bandari za ziwa Tanganyika, bandari za ziwa Nyasa, DP World Dar es Salaam, Tashiko na TGTL, wote kwa pamoja, kwa kutambua kuwa uchumi wa nchi hii unategemea sana utendaji makini katika bandari zetu, wameahidi kuchapa kazi kwa bidii na maarifa. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima ameisisitiza DOWUTA kuacha kushiriki siasa chafu katika masuala muhimu ya maendeleo ya taifa, badala yake watumie siasa kufikisha ujumbe wao wa kujenga. Viongozi wenzangu, kuchaguliwa ni dhamana, na ukichaguliwa na wengine sio kwamba wewe unaweza kuliko wengine, ila umeaminiwa na wameweka imani yao kwako. Nataka nikwambieni, mimi kwa binafsi yangu, mimi na wengine ambao tunafuatilia mambo mbalimbali, Katibu Mkuu, kuna jambo lilisema wakati unatoa salamu zako, na mimi nataka nikuhakikishie kwamba DOWUTA wajibu wenu kwa Tanzania mmeutekeleza. Sasa huu leo ni mkutano mkuu, mmekuja kujadiliana mambo yenu. Nimependa ile reference ya Shafii Adam Shafii. Leo mwanasiasa ambaye hana akili anaweza kuona hawa kama hawana nyinyi, mna nafasi kubwa sana pale kwenye milango ambayo uchumi wa Tanzania unapita, mpo nyinyi.
Sasa mimi ninapokuja hapa ninakuja na akili yangu timamu, lakini mimi ni mwanasiasa. Lakini siji kuwaambieni kwamba nyinyi mnajua siasa za politics hizo. Mkitaka kufahamu mtafanya wenyewe mnavyojua. Kila mtu ana jambo lake analotaka. Kila mtu ana dini yake, kila mtu ana kabila lake, kila mtu ana mke wake anayempenda na mume wake, you know. Lakini at the end of the day Tanzania ni hii. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA, Dennis Simba, amesema matumizi ya mfumo wa ununuzi wa umma kielektroniki NeST umeleta mabadiliko makubwa katika sekta hiyo kwa kuongeza uwazi, ushindani, ufanisi na uwajibikaji. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo mjini Dodoma kuhusu utekelezaji wa mamlaka hiyo katika kipindi cha mwaka wa fedha 2025-2026 kuelekea 2026-2027, amesema matumizi hayo yamerahisisha upatikanaji wa fursa za zabuni kwa wazabuni kutoka maeneo mbalimbali nchini. Ndugu waandishi wa habari, mfumo wa NeST umewezesha utekelezaji wa upendeleo wa zabuni za bidhaa za ndani ya nchi. Sheria ya ununuzi wa umma imeweka upendeleo maalum ambapo zabuni zote zenye thamani isiyozidi bilioni 50 ni kwa ajili ya wazawa pekee. Pia imetoa upendeleo wa hadi 10% kwa zabuni wa ndani kwenye zabuni ambazo zinahusisha ushindani wa kimataifa. Kadhalika imetoa upendeleo wa hadi 15% kwa bidhaa za ndani ya nchi dhidi ya bidhaa za nje ya nchi, yani ukitumia malighafi za ndani na mwenzako akawa anatumia malighafi za nje, unapewa upendeleo pale ambapo unafanya uthamini wa mpaka 15%. Yote hiyo ni kuchagiza au kuchachia kwamba watumie bidhaa za ndani zilizozalishwa na viwanda vyetu vya ndani. Upendeleo huu si kwa maneno tu, bali kupitia mfumo wa NeST ni rahisi kufuatilia na kutekeleza, kwani wazabuni wa nje hawawezi kubofya kitufe cha kuomba zabuni zenye thamani ya chini ya shilingi bilioni 50. Na hayo tumewezesha kidijitali kwa sababu mfumo unatupa fursa hiyo, kwa kuwa zimewekwa kwa ajili ya wazabuni wazawa pekee. Ndugu waandishi wa habari, upendeleo wa makundi maalum. Sheria ya ununuzi wa umma imezielekeza taasisi zote za umma nchini kutenga 30% ya bajeti zao za ununuzi kwa ajili ya makundi maalum ya vijana, wanawake, wazee na watu walemavu. Lakini si kutenga tu na kutekeleza. Na hadi sasa makundi maalum 27,946 yamesajiliwa kwenye mfumo wa NeST, ambapo makundi ya vijana ni 13,317, makundi ya wanawake ni 14,400, makundi ya wazee ni 643 na makundi ya watu wenye ulemavu ni 586. Hadi sasa makundi maalum yamepata zabuni zenye jumla ya thamani ya bilioni 56 kupitia mfumo wa NeST. Naomba nirudie. Hadi sasa makundi maalum yamepata zabuni zenye jumla ya thamani ya shilingi bilioni 56 kupitia mfumo wa NeST. Lengo la PPRA kwa kuzingatia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 ni kuwa na takribani makundi maalum 300,000 yaliyo tayari kuomba zabuni. Hatua hii ni sehemu ya jitihada ya serikali kutoa ajira na kazi kwa Tanzania ambao hawana uwezo wa kuwa na kampuni kwa sasa, ambao wanaweza kujiunga kwenye makundi na kutekeleza zabuni husika. Na nategemea makundi 300,000 tukiweza kuyafikia. Makundi ambayo yana idadi mbalimbali kuanzia watu 3, 5, 10, 20, wengine 30. Tunaamini ripple effect yake inaweza kapelekea kutengeneza kazi na ajira milioni 3 tutapofikia mwaka 2050. Jengo la kanisa la Victory Gospel Assembly chini ya Askofu Paulo Shemsanga limebomolewa kufuatia mgogoro wa muda mrefu wa uwanja kati ya familia ya mzee Wilfred Mwankuga Mwanjala na Askofu Shemsanga katika kiwanja namba TMK Keko Makurumbasi A2 kilichopo mtaa wa Makurumbasi A, kata ya Keko, manispaa ya Temeke, jijini Dar es Salaam.
Mwanahabari wetu Matrida Baltazari ana undani wa taarifa zaidi. Familia ya mzee Wilfred Mwanjala inadai kumiliki hati halali ya makazi ya eneo hilo yenye namba TMK 002389, ikisisitiza kuwa ubomoaji huo umeendeshwa kwa mujibu wa sheria kufuatia kushindikana kwa mashauriano na makubaliano ya awali kati yao na uongozi wa kanisa hilo. Akifafanua chanzo cha mgogoro huo, Elisha Wilfred, ambaye ni mtoto wa kwanza wa mzee Wilfred, ameeleza kuwa familia yao ilinunua eneo hilo mwaka 1991 na baadaye baba yake alimkaribisha mchungaji Poshe Msanga kutumia kiwanja hicho kwa ajili ya ibada, kukiwa na makubaliano maalum kufuatia kanisa kukosa eneo. Hata hivyo, Elisha amebainisha kuwa mwaka 2002 mzee Wilfred alisitisha makubaliano hayo kwa barua rasmi na kumtaka Askofu Shemsanga kurejesha eneo hilo, lakini hakurejesha. Ameongeza kuwa hata jitihada za maridhiano zilizofanyika tena mwaka 2019 hazikufanikiwa kutokana na upande wa kanisa kukiuka masharti, hatua iliyomfanya baba yake kuchukua mkondo wa sheria ili kurudishiwa eneo lake. Ni jengo la kanisa limevunjwa, ni kweli. Ni kwa sababu kulikuwa na mgogoro wa muda mrefu mpaka tumefikia hatua kuvunja. Ni kwamba tumefuata sheria, taratibu zote za kisheria. Huyu mmiliki wa kanisa mchungaji Poshe Msanga alikaribishwa na mzee wangu hapa kwa makubaliano fulani baada ya kukosa sehemu ya kuabudia. Kulikuwa na makubaliano ambayo walikubaliana, lakini alishindwa kuyatekeleza. Ndipo mzee wangu akaanza kilio cha kutaka arudishe eneo lake, na kipindi amesitisha ile adhima ya wakaribishwa hapa, mzee wangu alimwandikia barua ya kwamba hapa mimi sihitaji tena, naomba nirudishie eneo langu. Kwa mzee Wilfred Mwankuga Mwanjala aliweza kuchukua hatua kupitia vyombo vya sheria hapa na pale, lakini haikuweza kuzaa matunda. Lakini 2019 tulijaribu kukaa tuone tunaweza tukafanya mio, labda tuone labda kuna namna ambavyo Mwenyezi Mungu anaweza akatusaidia, lakini bado ikaonekana bado kuna roho ile ile, mimi naita ni roho ya uzurumati. Bado ikaonekana bado kanisa wana matatizo, hawahitaji kutekeleza yale matakwa ambayo yako kwenye makubaliano mzee mambo alitaka afanye na wao. Kwa hiyo moto kawaka tena 2019. Kwa hiyo tukaona sasa kumbe hata hatua ile ya kiungwana imeshindikana, basi tukasonga mbele na kuchukua hatua stahiki, na mpaka tumefikia leo hii kupata hiyo nafasi ya kuweza kufanya eviction hapa. Na kikubwa mimi nachoona waende mahakamani, waende mahakamani. Mimi kwa jina naitwa Wilfred Mwankuga, ni mwenyeji wa Mbeya. Nikuja hapa miaka iliyopita mingi. Sasa nikana kiwanja Keko Molem. Kiwanja hicho mimi nilinunua kwa bwana Bili Msinga Bili. Miaka hiyo ya nyuma, mwanangu anajua tarehe nilionunulia kwa huyo Bili. Kwa hiyo nikana kiwanja kile nakaa na kimiliki mimi. Sasa kaja yule mchungaji akasema, bwana mimi sina mahali pa kusalia, basi naomba mimi kiwanja hiko bwana nichukue. Nikamwambia sawa, kama utanipa hela. Akamwambia nitakulipa kwa vyovyote vile. Ndio nikawakaribisha. Basi akaingia pale. Miaka hiyo mwanangu anajua miaka iliyoingia pale. Kwa hiyo nikajaribu kudai kwamba sasa nilipwe, hamna. Kwa hiyo nimebaki amekaa pale. Naomba mawakili wanisaidie uondoke tu. Sina nini. Sina makubaliano nao kwa muda mrefu sana nizungusha. Nianza nikiwa kijana mdogo, leo nimekuwa mzee. Kwa hiyo wale ni hao ni kunidhulumu, hakuna kwa kunilipa. Kwa hiyo sasa hivi hakuna cha faida, bali mimi ndio nimepata hasara kwa muda mrefu. Wamekalia kiwanja changu bila ruksa ya kukaa pale. Maana makubaliano yetu ni kwamba angenilipa, lakini wao hata kunilipa, yani kudhulumu, ni kama wamedhulumu mpaka sasa, maana miaka mingi. Kwa mimi ni yangu bwana, watoke kwenye kiwanja changu, nirudi mwenye kiwanja nikae pale nyumbani kwangu. Serikali ya Mama Samia ni serikali sikivu ambayo haitaki dhuluma. Kwa mimi nataka kiwanja changu nirudishiwe bila matatizo yoyote. Kwa upande wake mchungaji wa kanisa hilo Flora Shemsanga
Ameeleza kuwa walipata taarifa za watu kufika kanisani hapo usiku wa kuamkia Agosti 18, 2026 wakiwa na zana za ubomoaji wakisindikizwa na walinzi wa kampuni binafsi. Tuliona dalili za watu kuja na vifaa kama wanataka kuvunja pale, na wakasema wao wamekuja wana dokumenti zote wanataka kuvunja. Waliwaambia tu, hawakuniambia mimi au mchungaji mwingine msaidizi, lakini waliongea. Kwa hiyo tulipopata habari tulisogea pale, lakini baadaye waliondoka usiku wa manane kama saa 8 kasoro mpaka saa 8 kamili. Walianza kuvunja kanisa, watu wengi sana. Walikuja watu wengi, wengine wamevaa kwa kujificha, wanasema kininja. Walianza kuvunja kanisa. Leo. Na kulikuwa na vijana mle ndani wakataharuki, na kulikuwa na mlinzi mmoja, wakataharuki sana. Wale watu wavunjaji walipungua, lakini mchana huu wameongezeka tena vifaa, mabati, milunda na nini, kwamba wanataka kuendelea kuvunja pale. Leo. Tulipouliza wanavunja kwa kibali gani, hawakutuonyesha. Wanasema tu yaani wanavunja, kwanza upati sana maelezo. Lakini sisi hatukupata taarifa yoyote kutoka kwenye tuseme mahakama, ndio iliamua basi pale. Yeah. Hatukuona hiyo kesi ilikuwa wapi, na mwanasheria wetu anasema hakuitwa ahudhurie hiyo kesi. Hatukuona maandishi ya kimahakama ya kisheria. Tunaona tu watu wanavunja. Hata ukutani hawakuandika, tunaonaga kwingine kunaandikwa bomoa, ondoa. Hatukuona. Na Jumapili tulikuwa pale kanisani, hakuja mtu. Sasa sisi tunalalamika tumevunjiwa kanisa na uharibifu umefanyika. Lakini pia amesikitishwa na hatua hiyo, huku akidai kuwa upande wa kanisa haukuonyeshwa kibali chochote cha mahakama wala wakili wao kushirikishwa kwenye shauri lolote lililoamuru kuondolewa kwao. Nikiripoti habari kitaifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Mkuu wa wilaya ya Geita Mheshimiwa Hashim Komba amezungumza na maafisa wakaguzi, askari, viongozi wa serikali na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika uwanja wa kituo cha polisi Katoro wilayani Geita, akisisitiza umuhimu wa kuimarisha usalama wa makundi mbalimbali katika jamii. Tuungane na mwanahabari wetu Matrida Baltazari kwa undani wa taarifa zaidi. Katika mkutano huo, Mheshimiwa Komba amesisitiza Katoro kuwa kitovu muhimu cha ulinzi na usalama. Hivyo viongozi wa serikali za mitaa wanapaswa kushirikiana kwa karibu na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa za viashiria vya uhalifu, kukataa na kupinga vitendo vya uhalifu, pamoja na kuhakikisha vikundi vya ulinzi shirikishi vinaimarishwa na kufanya kazi kwa ufanisi. Mamlaka ya mji mdogo Katoro kwa sasa sio ya Kigeita. Katoro sasa sio ya Geita. Katoro sasa sio ya mkoa. Katoro sasa sio ya kitaifa. Katoro sasa ni ya kimataifa. Kila mmoja anaizungumza Katoro. Ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, kila baada ya neno moja Katoro. Katoro hii kwa sasa inatembelewa na wageni wengi. Wanatamani kuja kuiona hivi Katoro inafananaje. Wanakuja wafanyabiashara wengi hapa Katoro. Wanakuja wawekezaji wengi hapa Katoro. Tutumie maadhimisho ya miaka 20 ya polisi jamii. Tukatae matendo yote ya uhalifu katika mamlaka ya mji mdogo Katoro. Tuanzishe safari ya kuhakikisha kwamba tunakataa uhalifu katika mamlaka ya mji mdogo Katoro. Tunataka usalama kwa wafanyabiashara, usalama kwa wachimbaji wa madini, usalama kwa wakulima, usalama kwa wafugaji, usalama kwa kila mtu ndani ya mji mdogo wa Katoro. Hapa lazima kiwe ni kitovu cha ulinzi na usalama. Hili ni jambo la kwanza. Waheshimiwa wenyeviti wa vitongoji mlioko kwenye eneo hili, lazima tukubaliane, tushirikiane na jeshi la polisi kulinda usalama wa raia na mali zao katika mamlaka ya mji mdogo Katoro. Na kwa jeshi la polisi tulilo nalo, safari hiyo ilishaanza, leo tunaiendeleza. Sasa tuendeleze kutokea hapo filosofia ya polisi jamii. Wananchi wote wa Katoro mliopo, mshirikiane vyema na jeshi la polisi kwenye mambo yafuatayo. La kwanza,
wapeni taarifa pale mnapoona kuna watu wachache wanataka kuharibu amani na utulivu katika mamlaka ya mji mdogo Katoro. Aidha, kamanda wa polisi mkoa wa Geita CICP Safia Jongo amesisitiza umuhimu wa kuimarisha mahusiano kati ya jeshi la polisi na jamii, akieleza kuwa ushirikishwaji wa wananchi katika masuala ya ulinzi na usalama ni muhimu katika kutambua na kukabiliana na changamoto za kiusalama katika maeneo yao. Na matendo yote yanayofanyika ya uhalifu yako katika jamii na wahalifu wanaishi na jamii. Kwa hiyo ili tuweze kufanikiwa ni lazima jeshi la polisi liwe na mahusiano ya karibu na jamii, ili jamii yenyewe ishiriki bega kwa bega katika swala zima la ulinzi na usalama. Tumeweza hatujaweza? Tumeweza hatujaweza? Kwa kutambua na kuthamini mchango wa wana Katoro kwenye swala zima la ulinzi na usalama, niliona leo tuje na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na mimi kamanda wa polisi mkoa tushirikiane kufanya mazoezi na wananchi, lakini kuongea na wananchi, kuwashukuru sana wana Katoro kwa kutambua maana ya usalama. Jipigeni makofi wana Katoro. Sambamba na hilo, kamanda Jongo amewataka wananchi wa Katoro kuendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi na kutoa taarifa kwa wakati kuhusu viashiria vya uhalifu ili kuwezesha hatua stahiki kuchukuliwa kwa ajili ya kulinda amani, usalama na utulivu wa jamii. Nikiripoti habari kitaifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Kwa hivi sasa tuungane na mwanahabari wetu Maltrida Baltazari kwa mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kwa upande wa habari. Katika kukabiliana na janga la Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, WHO imetangaza leo Alhamisi Agosti 20, 2026 upatikanaji wa dozi 70,000 za chanjo Elvebo iliyoidhinishwa dhidi ya aina ya virusi vya Zaire, lakini si dhidi ya aina ya Bundibugyo ambayo kwa sasa imeenea nchini. Hali ya ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ni dharura kubwa ya afya ya umma inayohitaji ushirikiano wa haraka kudhibiti maambukizi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepewa dozi 70,000 za chanjo ya Elvebo dhidi ya Ebola iliyotengenezwa na Merck. Shirika la Afya Duniani limetangaza leo Alhamisi Agosti 20, huku nchi hiyo ikijaribu kudhibiti mlipuko mbaya zaidi wa ugonjwa huu hatari katika historia yake. Wiki iliyopita Kongo iliomba ufikiaji wa chanjo za Elvebo kutoka kwa akiba ya chanjo za Ebola duniani inayosimamiwa na kundi la uratibu la kimataifa ICG kwenye usambazaji wa chanjo kulingana na WHO. Shirika la Afya Duniani lilibainisha kuwa kundi hilo limetengeneza dozi 70,000 za Elvebo. 20,000 kati ya hizo zitatumika katika jaribio la kliniki la hatua ya mwisho ili kutathmini athari za chanjo hiyo kwenye virusi vya Bundibugyo. Mlipuko wa sasa unasababishwa na aina ya Bundibugyo virusi vya Ebola ambayo hakuna chanjo au dawa iliyoidhinishwa. Chanjo Elvebo imeidhinishwa kuzuia ugonjwa unaosababishwa na aina ya kawaida zaidi ya virusi vya Ebola Zaire. Idadi ya wagonjwa waliothibitishwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa imezidi 5,000 kulingana na data za serikali. Tuelekee huko Iran. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza operesheni kubwa ya kuitenga kiuchumi nchi ya Iran baada ya nchi hizo mbili kushindwa kufikiana kuhusu mkataba wa kudumu wa kumaliza vita. Kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Trust, Trump amesema mbali zaidi na kuonya kuwa Marekani itawachukulia hatua kali nchi zitakazoshirikiana na Iran kwenye masuala ya kiuchumi wakati wa kipindi hiki. Shinikizo hizi za Marekani ni mbinu mpya zikisukuma Iran kukubali masharti ya Marekani kuhusu mkataba wa amani, ikiwa imepita miezi 6 bila ya suluhu ya diplomasia kuhusu vita hivyo kufunguliwa kwa mlango wa bahari ya Hormuz. Awali kiongozi huyo wa Marekani alisema huenda baadaye akarejea kwenye mazungumzo na Teheran, akisisitiza kuwa lengo kuu ni kuhakikisha kuwa Iran haifanikiwi kuwa na silaha za nyuklia. Spika wa bunge la Iran Mohammad Galbaf amesema Marekani inachojaribu kufanya ni kutafuta namna ya kuachana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Tukimalizia huko Ukraine,
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema uondoaji wa matokeo ya shambulio la Urusi unaendelea kwa sasa. Amesema shambulio hilo limelenga mji mkuu na miji ya mkoa wa Kiev. Waokoaji zaidi ya 600 wa huduma ya dharura ya jimbo la Ukraine na maafisa wa polisi wanahusika katika kazi huko Kiev, Brovary na Boryspil. Kwa jumla majengo 30 ya makazi, shule ya kawaida, hospitali ya watoto na chekechea yaliharibiwa huko Kiev, na katika eneo hilo pekee kwa bahati mbaya hadi sasa watu 15 wamejulikana kufariki huko Kiev. Ameongeza kuwa ni muhimu pia kwamba washirika wa Ukraine wasikae kimya kuhusu hili na mashambulizi mengine yanayofanana na hayo, na kusaidia kweli kuwalinda watu wao, kulinda maisha nchini Ukraine. Zelensky amesema shambulio hili la Urusi lilikuwa mojawapo ya mashambulizi ya kejeli yaliyopangwa na makubwa zaidi. Kulikuwa na makombora ya aina mbalimbali na ndege zisizo na rubani 168. Zelensky amesema jitihada za kukabiliana na dharura zinaendelea hivi sasa kufuatia mgomo wa Urusi katika mji mkuu na miji ya mkoa wa Kiev. Zaidi ya wahudumu wa kwanza 600 kutoka huduma ya dharura ya jimbo la Ukraine na maafisa wa polisi wanahusika katika kazi hiyo huko Kiev. Nikiripoti habari kimataifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Naam, kwa hivi sasa tuelekee kule nchini Burundi, ambapo Burundi imeanzisha kesi dhidi ya kundi linalotuhumiwa kufanya biashara haramu ya silaha kwa kutumia nyaraka gushi. Kutoka nchini Burundi, mwanahabari wetu Bukuru Elias anaripoti zaidi. Mamlaka nchini Burundi zimefungua kesi ya jinai dhidi ya kundi la watu wanaotuhumiwa kujihusisha na biashara haramu ya silaha kwa kugushi nyaraka. Mwendesha mashtaka mkuu wa serikali Rozi Ngurerimana amesema kundi hilo linajumuisha raia wa Burundi pamoja na raia wa kigeni. Kwa mujibu wa taarifa yake, washukiwa hao walitumia nyaraka za kugushi kusafirisha silaha kwa siri ndani ya Burundi. Mamlaka hazijaeleza silaha hizo zilitoka wapi wala zilikuwa zinapelekwa katika eneo gani. Katika upekuzi uliofanywa na mamlaka, raia wa Afrika Kusini Wayne Patrick na raia wa Burundi Mucho Edi walikamatwa pamoja na silaha kadhaa. Aina ya silaha hizo bado hazijafichuliwa. Washukiwa hao bado hawajatoa tamko hadharani kuhusu tuhuma zinazo wakabili. Mwendesha mashtaka mkuu amesema uchunguzi unaendelea kubaini mazingira ya tukio hilo na kuwafikisha mahakamani watu au taasisi zote zitakazobainika kuhusika katika upanga au kutekeleza uhalifu huo. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, kwanza tuangalie muktasari wake. Serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imesisitiza itaendelea kuhakikisha kuna kuwepo na mfumo wa uhamiaji salama unaolinda usalama wa nchi. Jengo la kanisa la Victory Gospel Assembly lililopo chini ya Askofu Paul Shemsanga limebomolewa kufuatia mgogoro wa muda mrefu wa kiwanja. Na Burundi imeanzisha kesi dhidi ya kundi linalotuhumiwa kufanya biashara haramu ya silaha kwa kutumia nyaraka gushi. Kufikia hapa tunafikia mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia taarifa hii, jina langu ni Samuel Chem, nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea.